Mmoja wa walinzi wa Samia Suluhu Hassan ameripotiwa kujiua kwa kujipiga risasi. Taarifa hizo zinaeleza kwamba tukio hilo lilitokea huko Zanzibar. Makala hii inajikita katika kueleza kuhusu yanayofahamika na yasiyofahamika kuhusiana na tukio hilo. Sasa kama nilivyoeleza awali ni kwamba kumepatikana taarifa kwamba mmoja wa maafisa wa idara ya usalama wa taifa wanaojihusisha na ulinzi wa Samia Suluhu Hassan amejiua kwa kujipiga risasi. Nafahamika kuwa Samia Suluhu Hassan analindwa na kikosi maalum kutoka idara ya usalama wa taifa kinachofahamika kama PSU. Kuna makala hapa Jasusi TV ambayo ilieleza kwa kina kuhusu kikosi hiki, jinsi maafisa wanavyopatikana, utendaji kazi wao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukipata wasaa unaweza kuipitia kuangalia na kufahamu zaidi kuhusiana na kikosi hicho. Kwa hiyo kwa mujibu wa hizo taarifa ni kuwa afisa huyo alijitoa uhai huko Zanzibar alipokuwa lindoni katika ulinzi wa Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, baada ya kupatikana kwa taarifa hizo, Jasusi TV ilijihangaisha kutaka kufahamu ukweli kwa sababu moja ya msingi. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na jitihada kubwa sana ambazo zinafanywa kwa kiasi kikubwa na hiyo idara ya usalama wa taifa. Jitihada hizo zimejikita katika maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni jitihada za kuwatoa Watanzania relini kuhusiana na unyama mkubwa uliofanyika kuanzia Oktoba 29 kwa amri ya Samia Suluhu Hassan, ambapo maelfu ya Watanzania walichinjwa. Kwa mujibu wa takwimu inadaiwa kuwa idadi ya waliouawa ni zaidi ya watu 10,000. Kwa hiyo kumekuwa na jitihada kubwa sana zinazofanyika kuwatoa watu relini. Yaani watu aidha wayachukulie matukio hayo kuwa yalikuwa ya kawaida, lakini pia jitihada za kuwasahaulisha na vitu mbalimbali. Nimeshuhudia majuzi hapa Bashite kamleta mwanasoka Drogba katika hizo jitihada za kuwasahaulisha watu hayo yaliyojiri, unyama mkubwa uliojiri huko nyuma. Lakini pia Jasusi TV nafahamu kwamba kuna angalau wanamuziki watatu maarufu kutoka Marekani wanaotarajiwa kutembelea Tanzania hivi karibuni. Lengo likiwa ni hilo hilo, kwamba watu akili waipeleke huko ili kusahau yale ya msingi. Kwa hiyo moja ni hilo la Oktoba 29, lakini jingine ambalo linahusiana na hilo la Oktoba 29 ni kwamba majuzi hapa Jaji Chande na tume yake wametoa ripoti ambayo kwa hakika sio tu imetonesha maumivu ambayo bado Watanzania waendelea kuwa nayo, lakini ni kama imewatukana, kwa sababu kuna vitu vya hovyo sana vipo katika hiyo ripoti, ikiwa ni pamoja na kudai kwamba picha za wale marehemu watu waliouawa zilirekodiwa huko Gaza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yapo katika ile ripoti, kwa kweli yanakera, yanachukiza na yanasikitisha sana. Kwa hiyo pia kuna jitihada kubwa zinazofanyika kuwatoa watu relini kuhusiana na ripoti ya Jaji Chande, kwamba kadri watu wanavyozidi kuijadili sio tu inatia hasira, lakini inaweza pengine kuhamasisha watu wakaamua kuchukua hatua kukabiliana na huo unyama uliofanywa dhidi yao. Kwa hiyo hata hii taarifa ilipopatikana ya kuhusu kwamba mmoja wa maafisa wa idara ya usalama wa taifa katika kikosi cha ulinzi wa viongozi amejitoa uhai kwa kujipiga risasi, kulikuwa na umakini kwamba isije kuwa ni mwendelezo wa hizi propaganda za kuwatoa watu relini. Lakini licha ya ukweli kwamba kuna jitihada hizi za kuwatoa watu relini kuhusiana na Oktoba 29, lakini pia kutokana na ripoti ya Jaji Chande, idara ya usalama wa taifa pamoja na mapungufu yake yote, na ni mengi kweli, ipo vizuri sana katika eneo moja. Kwa kawaida idara za usalama duniani kote zinajikita katika kitu kinachoitwa shughuli za adui. Hizi kimsingi ziko 4. Moja ni uzandiki, nyingine ni ugaidi, nyingine ni ujasusi na nyingine ni hujuma. Sasa idara ya usalama wa taifa ya Tanzania ipo mahiri sana katika eneo la uzandiki. Na ndani ya uzandiki kuna kitu kinachoitwa operation za kisaikolojia. Kwa Kiingereza ni psychological operations au psyops. Sasa hizi ndio haya ambayo unayashuhudia mara kwa mara, hata kama huu mpango wa kumleta Drogba ni sehemu ya hizo operations za kisaikolojia, kwamba kuna watu wanapenda mpira, kufahamu Drogba amekuja,
watu wanaweza kasahau habari za Jaji Chande wakajikita kwenye habari za Drogba, au hao wasanii ambao wanadaiwa kuwa wanakuja kutoka Marekani, wakija kwa vijana wanaopenda muziki, pengine itakuwa ni wasaa wa kufocus zaidi katika hao wasanii badala ya masuala ya Oktoba 29 au ripoti ya Jaji Chande au sijui taarifa sijui Wema mambo wake kafariki. Yanajaribu kuwatoa watu katika kufocus katika masuala ya msingi na kuwapeleka katika vitu ambavyo havina tija kwao. Kwa hiyo idara ya usalama wa taifa ipo vizuri sana katika eneo hili na inachangia kwa kiasi kikubwa hizi propaganda zinazoendelea mitandaoni na kwingine, na zitakuwepo nyingi kwa sababu kama nilivyosema jitihada bado zinaendelea, na pia kuna fedha nyingi sana imemwagwa katika kutekeleza hili jukumu la upande mmoja kuwasaulisha watu kuhusu Oktoba 29, lakini pia kuwaondoa kuhusiana na hili la ripoti ya Jaji Chande. Lakini kingine ni kwamba hasira za Watanzania bado zipo, na hasa kutokana na ukweli kuwa haya matukio Oktoba 29 yanapozungumziwa ni rahisi kuyahisi kama ni mambo yaliyotokea huko nyuma, lakini ukweli ni kwamba matukio haya bado yanaendelea. Majuzi hapa kuna maiti zimeokotwa, na kwa ujumla watu bado wanaendelea kutekwa, watu wanabakwa, watu wanalawitiwa na wanaendelea kuuawa. Kwa hiyo ni matukio endelevu. Kwa hiyo sio tu jitihada za kuwatoa watu relini kuhusiana na masuala yaliyopita, lakini pia ni jitihada za kuwatoa relini kuhusu janga linaloendelea, kwa sababu hili janga la utekaji, ubakaji, ulawiti, mauaji sio limeanza Oktoba 29, lilianza actually katikati ya mwaka 2023, takriban mwezi Juni 2023. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa kwa takriban miaka mitatu sasa. Kwa hiyo kunakuwa na jitihada za watu wasifocus kwamba tuna tatizo kubwa linatuandama, lakini tujikite. Kwa hiyo kwa hofu na tahadhari hiyo, Jasusi TV ilichukulia swala hili kwa uzito mkubwa na kufuatilia vyanzo ambavyo vingetoa maelezo ya kueleweka. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka ndani ya idara ya usalama wa taifa, vimeeleza kwamba kweli tukio hili limetokea, lakini sio tu kwamba limetokea, bali hili ni tukio angalau la tatu, kwamba kuna matukio mengine mawili yalishawahi kutokea huko nyuma. Maelezo yaliyopatikana ni kwamba matukio haya yanahusishwa na kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita PTSD. PTSD ni hali ambayo inawakumba sana watumishi wa vyombo vya dola baada ya kutoka kwenye operation kama za vita au pengine kama operation hiyo iliyofanyika Oktoba 29, ambayo kwa hakika kwa mujibu wa taarifa na kwa mujibu wa maelezo ni kwamba kuna unyama mkubwa sana uliotokea. Kuna watu waliuawa wakiwa hai, kwa maana ya watu walichukuliwa wakaingizwa kwenye vinu vya kwenye matanuru ya kutengeneza simenti wakiwa hai. Kuna watu wamezikwa wakiwa hai. Kuna mambo machafu sana yaliyotokea baada ya tarehe Oktoba 29 na siku zilizofuata. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ni kwamba hao maafisa watatu sasa ukijumlisha na huyu, haya yametokea kwa sababu walishiriki katika hizo operation. Kwa hiyo ni kitu cha hiyo PTSD ni kitu cha kawaida kwa watumishi wa vyombo vya dola kuwatokea. Na kwa bahati mbaya sio kwa Tanzania tu, hata kwa sehemu nyingine duniani watu wa intelijensia kukabiliana na PTSD inakuwa ni changamoto, kwa sababu ni swala ambalo kwao kazi yao inahusisha usiri. Wanajeshi wanasumbuliwa pia na tatizo, wanapotoka vitani wanasumbuliwa na tatizo hili, lakini kwa wao inakuwa ni rahisi kwa sababu mwanajeshi anapotoka vitani hana siri anayoificha, ni kwamba alikwenda tu kushiriki kama ameua watu na vitu kama hivyo. Lakini kwa kazi za watu wa intelijensia, kutokana na zile siri, inakuwa vigumu sana kushughulikia tatizo hili kwa sababu ya zile siri ambazo zimekuwa zimehifadhiwa. Hayo ni maelezo ya upande mmoja kwamba hao maafisa watatu wanaoripotiwa kujiua wamejiua kwa sababu ya hiyo PTSD. Lakini kuna maelezo mbadala ambayo nayo hayajathibitishwa kwamba inawezekana hao wameuawa. Ni rahisi kumtoa mtu hai na kusema amejiua, kwa sababu hata ripoti ya Kabudi ripoti ya Jaji Chande, wakina Nyalandu wanapita huko na Kabudi wanadai kuwa wale waliouawa 518 kwa mujibu wa ripoti yao waliuana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo ni rahisi kusema hawa watu watatu sasa kwa mujibu wa taarifa au huyu wa sasa kwamba amejiua, lakini pengine imetengenezwa. Na hizi katika mambo ya intelijensia ni vitu vya kawaida. Mara nyingi ajali zinazotokea huwa zinatengenezwa zionekane kama ajali. Mwanasiasa mmoja maarufu huko nyuma aliuawa, lakini ikatengenezwa kuwa ni ajali. Kachukuliwa gari kutoka huko likapelekwa sehemu, baadaye vyombo vya habari wakasema fulani amefariki katika ajali ya gari wakati aliuawa. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kawaida katika masuala haya. Yaani kwa hiyo hata hivi vifo ambavyo vinaripotiwa kwa wamejiua
vinawezekana kuwa ni vilivyotengenezwa vionekane wameuawa. Hata hivyo, kuna swali ambalo limejitokeza kwamba kwa nini taarifa hizi, hasa hii ya tatu, kwa sababu kuna taarifa hizo nyingine mbili ambazo watu wengi walikuwa wafahamu, na pengine ripoti hii ya Jasusi TV itakuwa ni ya kwanza kueleza kwamba hili sio tukio la kwanza, bali kuna mengine mawili yalitokea. Lakini hili la tatu, kwa nini limesambaa? Na jitihada za kutafuta chanzo cha taarifa hizi imekuwa ngumu kidogo kufahamu kwamba zinavujishwa kwa makusudi ili kuwatoa watu relini, au zimevuja kwa sababu tukio lenyewe limetokea hadharani. Kwa mfano, jitihada za Jasusi TV kufuatilia kuhusu huko Zanzibar zimeishia tu kufahamu kwamba bwana, tunasikia hilo limetokea, lakini limetokea wapi, limetokea vipi, hiyo imekuwa ni vigumu kuthibitisha. Na kutokana na umuhimu wa hili, Jasusi TV imeona ni muhimu kuliwasilisha, kwa sababu limekuwa linazurura tu, kwa watu wanaweza wakataka kufahamu hivi kuna ukweli gani katika hiyo. Kwa hiyo hii ni taarifa ya awali kuhusu kinachofahamika kuhusu hilo. Endapo Jasusi TV itafanikiwa kupata taarifa zaidi, itaendelea kuwa update na kuwajulisha kwa undani kuhusiana na hilo. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu tuwe maoni yako hapo kwenye comment. Asanteni na kwaheri.